Hatujui ni kifungu gani cha kikatiba walichokitumia mpaka wakatuwekea sisi roadblock, ambao hii ni historia, hakuna katika ulimwengu ambao roadblock ambao kwamba tuliwekwa sisi watu wa Lamu. Amani haiwezi kupatikaniwa bila sisi kujitolea. Kwa hivyo lazima tujitolee, tuwawe, tupigwe, tunyanyaswe, tufanyweje, maadamu haki inapiganiwa. Hii serikali ya kihuni, kwa sababu huu ni uhuni wanaofanya. Hizi curfew na hizi roadblocks kuwa nyingi pale Lamu, hii kuna biashara fulani inaendelea. Nyote hamjambo, inshallah. Leo sisi tuko hapa kama wanati wa Lamu na kama wenyeji wa Lamu. Nashangaa baada ya koti kutoa amri ya kufungua barabara, mpaka leo barabara haijafunguliwa. Barabara mpaka leo kuna kafyu. Nashindwa hii serikali ya kihuni, kwa sababu huu ni uhuni wanaofanya, kwa sababu sheria iko mahakama imesema barabara ifunguliwe. Tumeenda tena mara pili, wakaambiwa lazima barabara ifunguliwe. Leo mpaka dakika hii barabara haijafunguliwa. Kwa hivyo natoa makatao ya siku 7. Sisi Jumanne, siku ya Jumapili, Mungu akujalia hai na uzima, sisi tutakuwa barabarani. Barabara waifungue ama waache kuifungua, watajua sisi ni kina nani. Shukran warahmatullahi wabarakatuh. Salamu alaykum. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kumswalia Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa majina naitwa Abubakar Bausi, ni mzaliwa wa Lamu na mnathi wa Lamu. Kwa niaba ya community yetu kwa jumla, nataka kutoa vipengele vinne muhimu sana. Kitu cha kwanza, kulipokithiri usumbufu wa barabara katika sehemu ya Lamu, tulikwenda kotini kufuata sheria ili koti iamue kati ya kufungwa na kufunguliwa lipi lenye usawa na haki za kibinadamu. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, koti ikaweza kuona haki na ikatupatia nafasi ya kwamba ni kinyume na sheria kafyu kuweza kuwekwa Lamu zaidi ya miaka kadhaa, na haijafanyika katika kaunti nyingine isipokuwa kwetu. Wakatupatia amri na kupeana hukumu yao ya kwamba watu wanaweza kupita pale na usafiri wao, baada ya sisi kueleza zile changamoto tunazopitia kupitia usumbufu, changamoto tunazopitia za kiuchumi. Tukapewa amri ya mahakama, na wanati wa Lamu wote kwa jumla katika 99.9 walifurahia na kutoa kongole kwa maamuzi kama haya yalivyofanyika. Na la kusikitisha ni kwamba baada ya wanati kufurahi kupata haki yao, serikali ikachukua nafasi ya kuweza kugandamiza ile haki yao kwa madai ya kwamba sisi tunawafanyia protection, na kwa hisia sisi twahisi ni intimidation, si protection. Kwa sababu protection ni kumhami mtu na kumsaidia asipatikiwe na mambo mabaya, lakini intimidation ni ile embarrassment ambao wazazi wetu, kina mama, watoto wanaosumbuliwa barabarani. Kama ni protection, ni sawa watu kufanyiwa, na ingekuwa kuna ule utaratibu wa kuweza kuangalia usalama wa wananchi, ni jambo ambalo halina upinzani. Lakini unapoingia kwenye gari kuwatoa wale watu wagonjwa, wazazi wengine wajawazito, ukawatoa nje, ukasambaratisha mabegi yao na kutoa nguo zao na kuwasumbua, kuwapigisha kwenda kwa miguu sehemu ambao hawa si second citizen, wao pia ni wanati na ni watu waliopiga kura na ni watu wana haki ya kufanyiwa kama vile Mkenya mwingine anavyofanyiwa. Sasa usumbufu ule ulivyokuwa, imetuonesha wazi kwamba serikali inatunyanyasa, na zile narrative zilizokuwa zikizungumzwa kwamba serikali hii ikiingia atafikiriwa yule mtu wa chini zaidi kuliko mtu wa juu, tumeona ni vice versa. Mtu wa chini kwa unyonge na udhaifu alionao anaonyeshwa na serikali yenyewe iliyoko kwenye mamlaka. Tumechukua maamuzi kama watu wa Lamu. Jumapili sisi tutaondoka, na tutaondoka kuhakikishia wananchi ya kwamba hii dhulma isionekaniwe Kenya peke yake, hii dhulma ionekaniwe ulimwengu mzima,
watatoka mashirika mbalimbali, uache hao tulionao kwenye local na hata wale international, kuonekaniwa human rights za binadamu zinazoroteshwa na kunyanyaswa kupitia kwa ubepari na serikali ambayo haimjali mwananchi. Kwa hayo machache, ningesema kwamba ni taarifa iufikie community yetu kwa Lamu kwa jumla. Amani haiwezi kupatikaniwa bila sisi kujitolea. Kwa hivyo lazima tujitolee, tuwawe, tupigwe, tunyanyaswe, tufanyweje, maadamu haki inapiganiwa. Kwa sababu kwanza kunaonyeshwa violation of constitution. Haki imetupa mahakama ni serikali, na tunavyojua sisi hizi ni katika element za serikali ambazo ni independent. Imetoa haki ya kwamba hawa wanaruhusiwa wapite katika kuendelea na usafiri wao. Hawa hawafai kusumbuliwa mabarabarani kama kufanywa ni watu ambao waishi katika nchi hii. Leo serikali iseme la, sisi hatujali mahakama. Serikali ambao haitakaniwi ifanye vitu kama hivi, leo wampa tafsiri gani mwananchi wa kawaida ikiwa wewe unafanya violation kama serikali? Huu mwananchi atukue hukumu kiasi kama gani? Kwa hivyo huu ni unyonge wa hali ya juu tunaoneshwa, na kwa unyonge huu hatuzungumzi as a threat wala hatuzungumzi kwa kubahatisha. Hii haki ni lazima ifanyike by hook by crook. Yuko katika jamii ya Lamu County ni kwamba hizi curfew na hizi roadblocks kuwa nyingi pale Lamu, hii kuna biashara fulani inaendelea, na hii biashara mpaka iwekwe wazi, kwa sababu haiwezekani unayemfanyia protection ahisi kwamba wewe wamdhulumu. Haiwezekani. Na anavyokueleza mpaka wakaenda makotini kutafuta haki zao, bado tu serikali ikabaki pale pale. Lazima serikali ije wazi kwa wananchi ni biashara gani ambayo iko pale. Kama vile biashara iliyoko Laikipia, ile ni business tu, ile ni biashara tu imefanywa, na hii hapa ya Lamu ni biashara. Kwa hivyo lazima wananchi waweze kulifahamu hilo. Kitu cha pili ni kwamba hili si swala la individuals, ni suala la wananchi kwa jumla. Kwa hivyo sisi kama watu wa Lamu tunawaomba na wenzetu wote walioko pwani, kwa sababu sote ndio tunaitwa marginalized, basi tuungane pamoja, ionekaniwe ile unity of purpose. Si suala la watu wa Lamu peke yake. Leo ikiwa limetuathiri sisi kama Lamu, haiwezi kuwa ni Lamu peke yake. Mombasa litakuja sampuli hiyo hiyo na sehemu nyingine tofauti. Kwa hivyo unity of purpose is mandatory. Lazima kila mmoja wetu ajitolee katika swala kama hili. Kitu kingine, tusijazwe hofu. Sisi kufa ni siku moja bana. Maanake kutakuwa na hofu na intimidation ili haya siweze kufanyika. As long tumejitolea kwa swala kama hili kwa ajili ya jamii yetu, hata tukifa sisi kama Waislamu tukifa tunajua tumekufa shahid, maana tunatetea haki za wanyonge ambao hawawezi kupaza sauti zao, hawajui waende wapi wapate mtetezi wa kuwatetea katika haki yao. Kwa hivyo si jambo la watu binafsi, ni watu wa Lamu kwa jumla. Na ikiwa serikali bado haijathibitisha kwamba hili ni jambo la watu wa Lamu kwa jumla, waache waje Jumapili waone ule umma utakaokuwa pale, namna utakavyojitolea kwa ajili ya kutetea haki zao. Assalamu alaikum. Mimi naitwa Faisal Miji kwa majina, na leo tukiongozwa na sultani wetu hapa Alhaji Omar Sharif. Tumekuwa tukifanyiwa udhalilifu kwa muda mrefu. Uchumi wetu umesambaratika kwa kafyu ambayo tumewekewa kwa muda wa miaka 14 sasa. Kama Wakenya wengine tumekwenda kotini ili tuweze kupata haki yetu, na koti imetoa amri kafyu iondoshwe, lakini masikitiko ni kwamba serikali ambayo imesimama kwa misingi ya katiba na sheria wamekuwa wametoa mfano mbaya wa kuvunja sheria wao wenyewe. Tuko hapa kusindikiza serikali kwamba ni lazimu itii sheria, na nobody is above the law regardless. Kila mtu yuko chini ya sheria. Hatutakoma, tutasimama kidete tuhakikisha sheria imeheshimika, kwa sababu uchumi wetu umesambaratika, maisha yetu yameharibika. Uchumi wetu umekuwa ni wa 12 hours badala ya 24. Kwa hivyo tunasindikiza serikali itii sheria. Na jambo lingine tunataka kusema, ikiwa serikali itashindwa kutii sheria, wale wafungwa ambao wamekuwa majela wamefungiwa kwa sababu ya sheria, kuvunja sheria, na polisi wakachukua amri ya koti wakawafungia watu wale, ikiwa wao hawezi kutekeleza, tunasema hata wale mahabusu waachiliwe huru, kwa sababu wao pia hawana hatia. Sisi ndio msemo tumetoa, na tutakutana barabarani siku ya Jumapili kama Wakenya tukitetea haki yetu. Asante sana.
Kwa majina kamili ni Muhammad Mbwana, mkazi wa Lamu na mwanaharakati wa vuguvugu ambao kwamba ya muungano chini ya kiongozi wetu alianza kutangulia kusema Sharif Sultani wetu. Kwa hivyo sisi tunajua kwamba hii nchi kwamba inaendeshwa kwa kikatiba, na tunajua moja katika katiba ni kwamba kila aliyopewa mamlaka ni kwamba aliapa. Ikiwa Muislamu aliapa kwa Qur'ani, ikiwa ni Mkristo aliapa kwa Bible, mkusanyiko wa vitabu Injili na Zaburi na Taurati. Moja ni kwamba ulichukua ahadi kwamba nitaitumikia nchi hii kwa mujibu wa katiba, Mola nisaidie. Na tunajua hii ni wote, lakini si conference hii tunaelekeza vidole vyetu kwa mahakama. Tunataka uamuzi kwamba tunajua moja katika katiba ni mahakama, kwamba mahakama imetoa amri kwamba kuweza kueleza kwamba lile ambalo kwamba sisi kama wananchi wataka haki, tumekwenda kotini kulalamika malalamiko yetu, na mahakama ikatoa uamuzi kwamba kutusikia na kutoa amri. Kwa hivyo tunataka mahakama kwamba itueleze uamuzi wao ni upi baada ya amri yao kwamba kutotekelezwa. Na hili tunasema kwa sababu hawa ambao walioko barabarani ni kwamba hatujui ni kifungu gani cha kikatiba walichokitumia mpaka wakatuwekea sisi roadblock, ambao hii ni historia hakuna katika ulimwengu, ambao roadblock ambao kwamba tuliwekwa sisi watu wa Lamu. Na hili ni kwamba ikiwa masala kwamba wao walijiwekea, kwa sababu hii katiba ilikuwa inampa uhuru mwananchi kutetea haki, lakini wao wakaika bungeni kwamba bili ya ugaidi. Sasa ndio tunataka kujua sisi watu wa Lamu ni magaidi? Watuelezee ushahidi na kwamba na yale ambayo kwamba malengo, kwa sababu wametumaliza kiuchumi. Na hili kwa sababu tunajua huko nyuma lilifanyika 1964 kwamba kukatuga masuala haya. Leo wanasema Al-Shababu kwanza ilitokea shifta, lakini shifta yale kisha ligeuka JCU ndio ilokuja kututoa kama hivi sasa KDF wanavyotufanyia. Kwa hivyo hii, na ndio kaona baada ya kufanyia maovu haya, kisha Kenyatta, hayati Kenyatta akaweka Indemnity Act kwenye bunge 1972 Julai, Indemnity Act number 44, kwamba wale waliofanyia watu wa Lamu dhulma, mkuu wa majeshi na utawala, hawana haki ya kushtakiwa, sisi hatuna, wala kulipwa fidia. Hii Indemnity Act iliwekwa kwa sababu, na wakati ilikuja tu kama hii kwamba kule kukaja shifta, leo wamekuja Al-Shababu, na hakuna shifta iliyotutoa. JCU ndio ilokuja kuvunja majumba yetu, kuchoma mashamba moto. Ndio maana Kenyatta akaweka Indemnity Act kwamba sisi hatuna haki kumshtaki mkuu wa majeshi wala kushtaki utawala. Ndio hii Indemnity Act iliondolewa juzi kwa masuala ya TRC. Kwa hivyo sisi tunaambia mahakama, ikiwa yule kijana ambaye kwamba akizaliwa tu kwamba yeye silaha yake anaitumia ni kilio, mtoto, ikiwa una njaa, ikiwa unaumwa. Kwa hivyo na sisi watu wa Lamu tuishatoa makataa kwamba Jumapili kila mvuvi wa pweza tutazirikana mwambani. Jumapili kila mvuvi wa pweza tutazirikana mwambani. Kwa hivyo tutapata uamuzi ikiwa nchi hii yapelekwa kikatiba au nchi hii yapelekwa kihuni. Kwa hivyo ulimwengu utajua. Asalamu alaykum. Nikwambia, ikiwa wao wataka kuhifadhi wale watu ambao wanawataka wao, waende makwao, kwenda wana makwao. Kwa hivyo kwa siku ya Jumapili tunataka Chisua kute hao leo kuende makwao, wana makwao. Lamu ina wenyewe, kwa hivyo wenyewe ni sisi. Kwa hivyo kila moja aende kwao, hii nchi kila moja aende kwao, sio masuala ya kuwasili kutoka. Wakati huo wazee wetu tumewakaribisha, tumeweza kuwaelea na nini, mpaka leo wamekuwa sasa wao wataka kututawala sisi. Kwa hivyo ende kwao. Shukrani. Na vile vile ni jambo la aibu
kuona kwamba serikali leo hii ndiyo inayokiuka uamuzi wa mahakama, na tunataka kusema wazi kabisa kwamba kufuata na kutii uamuzi wa mahakama sio chaguo. Kufuata na kutii uamuzi wa mahakama ni lazima. Ruto, Murkomen, Kanja, none of them is above the law. Everyone must. It is not a choice. Everyone must abide by the law. Leo hii serikali hii inavunja sheria kwa kukataa kufuata maagizo ya mahakama. Tumeona hapa Lamu, tumeona hata kule Laikipia, koti imetoa order Ebola quarantine center isimamishwe, isifanywe, lakini bado wanaendelea. So tunawaambia wananchi wa Kenya popote walipo, wakumbuke haya maovu yanayofanywa. Wananchi wa Lamu, community ya Lamu imekaa na kudhalilishwa miaka nenda miaka rudi. Hakuna mahali popote inasema curfew ya miaka 10. Curfew is supposed to be a temporary measure. By law, inafaa kuwa a temporary measure to address a security issue. Na baada ya ile security issue ikiwa addressed, ile curfew inafaa kuondolewa. Hapaja kuweko na curfew ya miaka 10, which is what the Lamu community has been subjected to. So hii ni miaka na mikaka ya kunyanyaswa, kudhalilishwa na kuonewa kwa community ya Lamu. Leo hii watu wa Lamu wamefuata sheria, wameenda mpaka mahakama, wamefikisha kesi yao. Mahakama yenyewe imesikiza, imetoa agizo curfew ikuwe suspended. Wamerudi tena wao kotini kujaribu kuondoa ile order, bado mahakama imesema waondoe curfew. But we are seeing blatant violation of a court order. So tumekubaliana na watu wa Lamu, viongozi ambao wako hapa, Jumamosi hii itakuwa 1 month since the court order was issued. The court order was issued on 21st of May. Tarehe 20 June ni mwisho wa mwezi tangu ile order itoke. Sisi tutashikana na viongozi wa Lamu na tutaondoka hapa Mombasa usiku tuelekee Lamu. We will leave here Saturday night tukishikana na tukiwafuata viongozi wa Lamu, kwa sababu mahakama imesema hakuna curfew. So we will be standing on the right side of justice. We will be standing with our courts, and we are saying the government and security agencies must, it is not an option, must obey court orders. Na tunawasihi wananchi popote pale walipo, sio Walamu peke yake, wale ambao wanapenda sheria, wale ambao wanataka mahakama za Kenya ziheshimiwe, please join us on Saturday. Tutatoka hapa ni saa 12, saa 2 usiku on Saturday, this coming Saturday. We will depart from Mombasa kwa sababu hakuna curfew. That is what we know, and we want to see wale ambao watatuzuia kwa sababu watakuwa wanaenda kinyume na mahakama. Kwa hivyo tunaomba wananchi wote ambao wanataka mahakama zifuatwe, Jumamosi, please join us. We will depart from Mombasa, tutaingia kwenye magari and we will go to Lamu at night, usiku via Malindi, the normal route. That is our message, and we are telling everyone to please join us so that we ensure our courts are obeyed. Sitaki kuongeza lolote jingine kuhusu huu msafara ambao sisi tutatekeleza amri ya mahakama. Lakini jambo jingine, hizi roadblocks ambazo zimewekwa all the way mpaka Lamu hazipungui 10. Na sisi twasema kuzuia wananchi
kupita au kuwanyanyasa kila mara, hii ni kiukwaji wa haki za binadamu. Kwa hivyo hizi roadblock zote ambazo zimewekwa ziondolewe. Sheria inasema unaweka roadblock pale panahitajika. Limetokea jambo, unaweka roadblock, unatoa. Lakini sio roadblock zinakaa usiku na mchana, na kila basi inasimamishwa mara moja, watoki permanent, wasachiwe mabegi yao, wakenda kilomita 3-4 wafanywe tena na tena na tena. Tunasema hii haiwezekani. Hii watu wa pwani wanahisi kama they are second citizen, na hilo hatutakubali. Hautotoka ukoloni wa Mwingereza uingie internal colonization vile wao wanafanya. Hilo hatutakubali, na twasema amri ya mahakama lazima. Hatumwambii Ruto tafadhali wala Murkomen tafadhali, lazima watii amri ya koti, lazima. Na sisi tutatoka na tutapita na liwalo liwe, lakini tuambia this time hatutakubali. Kila mara ukizungumza wanakwambia kuna Al-Shabaab Boni Forest. Sasa ikiwa kuna Al-Shabaab Boni Forest, kwa nini mwingie mkapambana waume kwa waume? Mmoja wako barabarani mwasumbua wananchi, wanawake, wanaume, watoto. Siri na nguvu, nendeni kapambane na ume wenzenu kule. Mnakuja huko njia ya Lamu mpaka Kiunga ni kilomita 150. Juzi wiki moja iliyopita kuna mtu alifariki hapa, wakachukua maiti wapeleka Lamu. Ipofika Gamba usiku walizuia mpaka asubuhi, ndio wakafungua wakamwambia piteni, na ushahidi huko. Mambo gani haya? No, this is not right. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. While we appreciate and recognize national security measures must always be implemented within the framework of the constitution and the rule of law. Uamuzi wa mahakama is not an option. It binds every individual. It binds every institution, regardless of the office, regardless of the status. We have seen for the past 10 years uchumi wa Lamu ukizorota, in the context ya kwamba kumekuwa na issues ambazo zime affect tourism. This curfew has disrupted and weakened local businesses. Tourism sector imeanguka, imefanya paka discourage investors to come to our county to invest. At least we can have a developing county. Kila siku tunalilia we are marginalized, kila siku tunalilia tunataka haki, tunataka ifanywe hivi, lakini tunaona kwamba serikali bado inatukandamiza. Kwani pwani si Kenya? Sisi watu wa Lamu, wakazi wa Lamu ni walipa ushuru, na tunafaa tu enjoy zile rights ambazo tunafaa tu enjoy zile rights ambazo ziko kwenye katiba. Sisi kama vijana, sisi kama kina mama, tutasimama kidete siku ya Jumamosi kwenye msafara ambao unaenda Lamu, tukiangazia masuala ambayo tumechoka kudhulumiwa kama kina mama, tumechoka kunyanyaswa kama wanawake, kama vijana. Na tunasema kwamba we will be there, we will occupy, na inshallah hii curfew itaweza kuondolewa. Asante. So, we're okay. Yeah.